Anamuumiza mwenzake yule wewe. Pagana vipi wewe? Anamuumiza mwenzake. Sasa Shakili nani anamuumiza mwenzake yule? Wewe ni nani? Nakuuliza. Wewe ni nani? Anamuumiza mwenzake yule wewe. Pagana vipi wewe? Anamuumiza mwenzake. Shakili nani anamuumiza mwenzake yule? Gena. Gena. Wewe. Nini mbona mnagombana? Wewe Shakili. Shakili, wewe Shakili. Wewe. Vipi kama mtakuana? Kuna nini? Vipi? Kwa jamaa vipi nataka kumua mwenzie shida nini sasa? Tulia sasa. Kwa jamaa, sababu nini sasa? Wewe mbona unataka kumua mwenzie sasa shida nini mwanangu? Kwa jamaa vipi? Naomba tutulie. Hili eneo tunaloliona ndio eneo pekee ambalo watu wengi wanaokuja kwa ajili ya kupata hicho kitu huko tunachokifuata huwa wanaanzia kupotelea hapa. Jamaa, sababu nini sasa? Wewe mbona unataka kumua mwenzie sasa shida nini mwanangu? Jamaa vipi? Unataka umuoe mwenzio? Jamani, msimlaumu Shakili. Hakuwa yeye. Hakuwa yeye wapi? Shakili ndo alikuwa anamkaba huyu. Loki, naomba unielewe. Tatizo lako wewe huwezi kuona mimi ninachoona. Yule hakuwa Shakili. Kumbe ni nani? Tumeelewana vizuri. Usisikie anayeingia huko. Inaweza ikawa ni mtu au mtego. Kwa hiyo niwaombe asiwepo mtu yoyote kusogeza hatua mbele au kusogeza hatua nyuma. Nataka niende nikaangalie ni nini kinachoendelea. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Hata nikikuelekeze kiasi gani huwezi kuelewa kwa sababu haujaona chochote. Unasema kwa nini? Ile hakuwa Shakili. Naomba tuondoke hapa. Sio sehemu salama tena. Jamani, wengine wako wapi? Tuondoke, tuongezane mbele. Twende. Usipande mlima wa ajabu, kilele kuna siri ya damu. Wengi waliingia kwa tamaa, lakini hakuna aliyerudi. Ninakuamuru kuanzia sasa
binadamu yoyote alioingia kwenye huu mlima alokanyaga unyayo wake ukawafyeke wote, asibaki hata huyo mmoja. Wewe Magema. Na huyu jamaa mbona amechakaa sana? Kwamba ni mzembe sana kuliko wenzake. Tumelikuta pale limelala, tungeliacha tu pale pale lifie. Sisi tumeliokota kwa ajili yenu. Mwanangu wewe. Unajua nimekunyamazia muda mrefu eh? Niachie. Sikiliza. Na uwezo wa kukupuruga dakika 0 kabisa. Oa. Afu kabaki nitia ngoma. Hebu niachie basi. Unanichezea si ndio? Acha kitu langu. Nikuonyeshe. Oya, kuonyesha. Oya! Mnachokifanya hapo mnaendekeza tabia za kike. Hapa tupo kazini kwa ajili ya kazi moja. Vimaneno kidogo tu unakereka. Mwanaume aliyekamilika hawezi akakeleka kishamba hivi. Nilimkataza Loki kukufuata wewe, kwa sababu mimi niliyekuwa namuona pale hakuwa Shakili. Ukimlaumu Shakili unakuwa unamuonea kabisa, kwa sababu hakuwa yeye. Na ndio maana nikawaambia hata nikiwaelezea nilichokiona mimi hamwezi kuniamini, kwa sababu nyie hamjaona. Na kama tutaendelea kuwepo ndani ya huu mlima, nadhani mengine mtayaona wenyewe kwa macho yenu. Lakini cha msingi kwa saizi ni tunyanyuke hapa, twende tukawatafute wenzetu. Haya mambo ya kugombana ndani ya huu mlima sio vizuri, kwa sababu tunajitengenezea matatizo sisi wenyewe. Mimi naona twende tukawatafute Cute pamoja na Mbavu Mbili. Au nyewe mnasemaje? Mimi ninachoomba tutafute kila mtu njia yake ambayo tuweze kutoka hapa. Hao waliopo huko kila mtu apambane na maisha yake. Sawa? Huruma sio malezi. Si mmenielewa? Kakaangu, wakati tunakuja katika huu mlima tulifunga safari kwa pamoja. Tunavyozidi kutafuta hiyo njia, tuendelee na kuwatafuta hao ndugu zetu, turudi nao nyumbani. Tutawaachaje huku? Sikia Oshen, sisi humu ndani tulikuja na wenzetu. Una nini hapa? Mbona unaona kama unarumbana? Uelekeza hawa kina dogo. Wasiniletee pigo za ajabu. Na pigo ngumu kuliko wao. Anye mmefanya. Kiongozi. Mtu huyu ana hasira za karibu sana. Afu za kishamba. Maneno madogo tu ya utani amekasirika. Ongea na vijana wako. Una uwezo wa kujikataa mwenyewe. Kwa sababu nilikuja mwenyewe. Basi. Na nikawaacha mkapambana wenyewe. Hilo naliweza. Basi. Sawa. Basi acha. Afu na nyewe mkapita njia yetu. Hebu nifuateni. Usipande mlima wa ajabu, kilele kuna siri ya damu, wengi waliingia kwa Wewe umefanya hivi. Tunatoka hapa tunaenda kutafuta wenzetu. Lazima tuwatafute kisha tuondoke nao. Wewe unasemaje tuache? Hivi unafikiri wewe tungekuacha pale ulipokuwa umefunga? Ungefika hapo ulipo? Yaani unawezaje kusema tuache wenzetu? Mimi nilitegemea wewe ndio ungekuwa wa kwanza kutuongoza sisi kuwatafuta wenzetu. Unatushauri tuache? Hiyo haiwezekani. Tutatoka hapa, tutaenda kuwatafuta wenzetu. Kisha ndo tutatoka kwenye huu mlima. Jamani, tuondokeni.
wengine mtapita huku, wengine tutapita huku kwa ajili ya kwenda kuwatafuta wenzetu. Cha kuzingatia, kila kundi tutakutana hapa. Hii ndio pointi ya kukutana, zingatieni hili. Zunguko utakakozunguka huko kote, lakini hakikisha baadaye unarudi hapa. Tumeelewana jamani? Ndio. Basi tuendelee tukatafuta. Nisikilize kitu kimoja. Mimi kwenye hili jambo sitaki masiara. Sawa? Kwenye hili jambo sitaki masiara. Yule jamani wa kafara. Au unachomkorofisha nini? Akisha kuacha utaniongoza. Leo jenga simaini. Sawa? Sawa. Na tukienda pale muombe msamaha. Upumbavu kwenye msafara wangu siutaki. Alafu wewe umekuwa ni kikwazo sana kwenye safari yangu. Kila tunapofika unaleta chokochoko. Halo. Usinipime uvumilivu wangu. Sawa? Nitakuonyesha sura mbaya ambayo sijawahi kuonyesha. Sawa? Kwa hiyo nikisema hicho kitu acha. Acha nene pale mkamwombe msamaha. Unajua Kei, nisipokuambia ukweli sitakuwa nakutendea haki. Kei, kiukweli wewe ni mzuri sana. Tangu nimekutana na wewe nimejisikia raha sana. Ninapenda kuwa karibu yako. Kwa nini nasema haya? Kei, mimi nimetokea kukupenda sana. Na natamani nikuoe uwe mke wangu wa 4, kwa maana mimi na sisi kwetu ni sunna. Mashallah, mwanamke mzuri kama wewe nikikuweka ndani nitajisikia furaha sana. Na unajua nini Kei? Huku mlimani kuna hatari, lakini hiyo hatari siioni nikiwa na naomba nikubalie ili nipate nuru kwenye maisha yangu. Na na imani nikikukosa wewe mwanamke, hata utafutaji wangu hautakuwa mzuri, lakini nikiwa na wewe maisha yangu yatanyoka mashallah. Nakupenda sana Kei. Naomba nikubalie. Hivi unajisikia kwa unachokiongea? Katika huu mlima tuna matatizo, na wewe unakuja sijui niwe mke wa 4. Una akili kweli wewe mzee? Yaani kumbe sio kila anayevaa vazi kama hili basi ana heshima zake na anamtukuza Mungu. Kumbe hata vibaraka wa kishetani nao wanavaa mavazi kama ulioyavaa wewe. Yaani tupo hapa kwa ajili ya kuwatafuta ndugu zetu ambao inabidi tukutane nao tutafute njia ya kuondoka. Wewe sasa hivi hapo unanitongoza. Wewe mzee, nisikize nikwambie. Aliyekwambia kwamba mimi nina shida ya kuolewa, kamwambia amekosea. Sina shida ya kuolewa na wala sina shida ya kuwa mke wa 4. Hata ungekuwa milionea. Alafu tena acha kuvaa hizi nguo hizi, maana nawazalisha watumishi wa Mungu. Hata ukifuata vitabu vya dini, mapenzi yana nafasi yake. Ninaomba unielewe, nikubalie. Mimi nikuoe, utapata nuru na wewe kwenye maisha yako. Hadi sasa una wake 3. Inamaanisha una nuru 3. Hazijakutosha bado? Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni usitike,
Wewe unajua namna ya kutoka kwenye huu mlima? Unajua mimi nimefikaje hapa? Hivi hujui mimi naweza nikakutoa hapa na hao wenzako tukawaacha? Naomba nikubalie ili tutoke hapa tuwe salama. Unajua humo mimi nimefikaje? Najua umefika kama na sisi tulivyofika. Na kama ulikuwa unajua njia ya kutoka, basi usingezimia, ungekuwa umeshatoka. Hayo maneno yako nayoendelea kubobwaja wakati mwingine si yataki. Wakaili, twende basi, mbona mmesimama huko? Kuna nini? Twende tukatafuta wenzetu. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini We binti, kwa nini unalia? Kwa nini unalia? Sinakuuliza. Umekujaje kwenye huu mlima? Sinakuuliza. Sinakuuliza. Una kiburi, si ndio? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nakuuliza. Wewe ni nani? Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni usitike, ukiona